kama nchi tuna katiba yetu inayotuongoza. Tunayo katiba yetu inayotuongoza, na katiba hii inayotuongoza imetupa miongozo kupitia sheria zetu ambazo ndizo tunazotumia katika kuendesha mambo yetu kama taifa. Tuna katiba na tuna sheria. Haya mambo ni nzuri sana kwa kila Mtanzania kuwa anayafuatilia, anayaelewa na anayafuata. Tukienda kwa utaratibu huo, tutajihakikishia uhai wa taifa letu na tutajihakikishia uhai wa wananchi wa taifa letu, kwa Watanzania wote. Katiba imetoa majukumu imeweka upande mmoja haki, imeweka upande mwingine wajibu. Haya yote lazima tuyafuatilie na wala hatutapuuza hata moja. Ndio maana katika majukumu yangu ya kila siku, popote ninakopita, nikikuta kuna mtu amecheza na haki ya Mtanzania na kuwa mbongo kweli kweli, kwa sababu hili ni jambo muhimu na jambo sio la kuchezea. Lakini hivyo hivyo katiba imetoa wajibu wa kila mtu. Sasa sisi kama serikali na sisi tuna wajibu wa kutimiza. Tunapokuwa tunatimiza wajibu hasa unaohusu taifa letu na wananchi wake wa Tanzania, haya ni mambo makubwa, hatupaswi kuyachukulia mzaha wala kubishana. Hatutaki kukumbushia mambo ambayo yameumiza watu. Yalitokea mambo mwishoni mwa mwaka jana ambayo yameumiza watu. Hatutaki kukumbushia hayo wala kurudia mambo ya aina hiyo. Sasa nilisema jana, tukaanza kusikia viashiria vya aina ile, kama vile ambavyo vimetugharimu maisha ya watu, vimetugharimu heshima ya taifa letu, vimetugharimu rasilimali, vimetugharimu umoja wetu. Na watu wengine wanafanya mizaha hivyo, na wengine wanachukulia mizaha hivyo. Sasa nilisema jana, nitapita na leo ikiwa sehemu ya kusalimia nifafanue haya. Moja ya jambo ambalo hatuna mzaha nalo ni kuhusu ulinzi wa nchi yetu, ulinzi wa Watanzania na ulinzi wa rasilimali za Tanzania. Haya si mambo ya mzaha, wala hayana upande, wala hayana pande mbili. Haya ni mambo ya aina moja tu, yanaihusu Tanzania na Watanzania wake. Kwenye hili hatuna makundi. Jambo la usalama wa nchi yetu hili halina pande. Tanzania ina vyama vya siasa, lakini hivi vyama vya siasa vipo tu kwa sababu kuna Tanzania. Hata dini zetu tunaweza kufanya hizo ibada kama pana amani. Pakichafuka, waulizeni walioko kwenye machafuko kama wanakumbukaga ibada. Kwa hiyo panapokuwepo na viashiria vya kukosekana kwa usalama wa nchi, hicho ndio kipaumbele. Lazima tushughulikie kwanza jambo hilo.
Lazima tushughulikie kwanza jambo hilo. Sisi kama serikali wala hatuna ugomvi na vyama vya siasa. Hata mimi mwenyewe nina chama changu. Hatuna ugomvi na chama chochote cha siasa. Hatuna ugomvi na vyama vya siasa, viko kikatiba. Wala watu wasije wakachanganya haya mambo. Hatuna ugomvi na vyama vya siasa, lakini tuna jambo ambalo tuna wajibu nalo la kuhakikisha nchi yetu iko salama na Watanzania wako salama, na hilo ni jambo la kipaumbele. Hilo ni jambo la kipaumbele. Hatupuuzi hata chembe chembe yoyote linapokuja jambo la usalama wa nchi yetu na usalama wa wananchi wake. Tumeambiwa na haya sio siri, kwa sababu hata ninyi mnasikia huko. Tukaambiwa kuna watu wanafanya hivi na hivi, wanafanya hivi na hivi. Tumefuatilia tukajiridhisha, wapo wabaya, maadui wa taifa letu, wanafanya michezo ya aina hiyo. Wanataka kuwatumia vijana wa Kitanzania kwa maslahi yao binafsi. Kama serikali ambao tuna wajibu wa kulinda nchi yetu, tuna wajibu wa kulinda maisha ya Watanzania, tuna wajibu wa kulinda rasilimali za Watanzania, hatuwezi kupuuza jambo la aina hii. Kuna wengine ambao tumeshawakamata. Wapo ambao wao wanalipwa, wanataka wawaandikishe vijana wa Kitanzania wawapeleke barabarani, na wameleta na watu wa kuwapiga vijana wa Kitanzania ili baadaye waichafue nchi yetu. Haya mambo hatuwezi tukaruhusu. Kuna kijana mmoja wilaya moja, kila mwezi analipwa milioni 3 kwa ajili ya kushawishi na kusajili vijana waingie barabarani. Anafanya hayo yote. Wale wanaomlipa wana faida gani na nchi yetu? Wanataka kunufaikaje na hayo wanayoyapanga? Haya mambo lazima Watanzania tuambizane ukweli. Kuna watu wana nia mbaya na nchi yetu. Mwingine analipwa milioni 5. Na tulipomuuliza ametoa siri nyingi tu. Anatumwa, na wale wanaomtuma tunajua waliko pia. Na wale wanaomtuma na wao wanafugwa, wanalipwa kwa ajili ya shughuli ya aina hii. Na ndio maana kila siku wanaweka mikakati ya uhalifu, wanapanga siku zenye matukio ya kukusanya watu. Ndio maana siku ile moja yule akakamatwa, wakiwa wametangaza Disemba, tarehe 9 Disemba, moja akakamatwa pale mpakani akiingia na mabomu. Mabomu ya nini? Walikuwa wanajua watu akishasambaa wawarushie, alafu baadaye lawama ziende kwa polisi, lawama ziende serikalini, nchi ichafuke, watimize malengo yao. Watanzania, hii michezo tuikatae na wala tusipe nafasi. Hatuwezi tukaruhusu michezo ya aina hiyo, na wala mtu wa aina hiyo hatutacheka naye. Hatutacheka na mtu wa aina hiyo.
Hatutafanya mchezo na wala tusitaniane wala tusidanganyane. Hatutafanya mchezo na mtu wa aina hiyo. Mimi wasifichi, hatutafanya mchezo na mtu wa aina hiyo. Tumepewa jukumu la kuilinda nchi yetu na watu wake. Hatutafanya mchezo kwenye hilo, na wala huu sio mtihani wa kwanza. Mimi niwatoe hofu wa Tanzania, wala huu sio mtihani wa kwanza. Walikuja wakatufanyia fujo, na nayakumbuka haya, nilikuwa waziri wa mambo ya ndani pale wapi pale Kibiti, wapi pale Mkuranga, ikawa eneo tishio, eti watu hawaendi hata mashambani, eti watu wanalala. Kila tunaamka mwingine naye kapigwa, kila tunaamka mwingine naye kapigwa. Hii haiwezi kawa Tanzania hii. Sasa na wala hatuonei mtu, hatutaonea mtu. Wewe unalipwa ili ulete machafuko kwenye nchi yetu, hatutakuchekea. Hii tusidanganyane, hatutakuchekea. Na vyombo vya ulinzi na usalama, sikilizeni, wala msiogope mtu yeyote anayetaka kuvunja amani ya nchi yetu, wala msimchekee. Ndio, wala tusidanganyane, tutaambizana ukweli tu. Hatudanganyani, tunaambizana ukweli. Yaani yeye analipwa ili aumize Watanzania, mnataka tumchekee? Mnataka tumchekee?